Ilikuwa siku ya Alhamisi tarehe 17. Ilikuwa asubuhi nilienda kazini na baadaye jioni sasa akielekea nyumbani kulikuwa na mvua kubwa sana. Sasa wakati wa kuelekea nyumbani ndio Afrika nyumbani. Sasa baadaye siku iliyofuata ndio alikuja kupatikana amekufa. Mara yangu ya mwisho kuongea na ilikuwa siku hiyo ya Alhamisi asubuhi. Nimpigia simu, mimi nilikuwa sehemu za Mwea na alikuwa hapa nyumbani hapa Subukia. Ongea na yeye, tulikuwa tunaongea kuhusu hiyo kazi yake vile anaendelea. Kaniambia bado anaendelea vizuri na angetamani sana akimalizia hiyo kazi nimnunulie toolbox ndio akimalizia hiyo kosi yake afungue garage yake. Wangu kama mzazi ningeomba vitengo vyote vya usalama washughulikie huyo msichana apate haki yake. Tukiwa pamoja na familia pamoja na jamii, tukiwa kanisa, ya kwanza ni kusema ya kwamba serikali ishikilie hii familia. Ya pili, wale perpetrators, wale wameweza kufanya jambo lile la kinyama, waweze kukamatwa na waweze kupelekwa kotini na waweze kuhukumiwa. Na wale vijana wengine ningetaka kuwaagiza hivi: vijana wenye kufanya uhalifu wawache, kwa sababu mimi ni mtetezi wa serikali ya juu, wawache. Na wale wamefanya jambo hilo waweze kukoma kufanya mambo kama yale ya kinyama. Kwa hivyo tungeomba serikali, kwa sababu hii familia ni familia ambaye ni ya mapato ya chini, iweze kuwashikilia, iweze kuwasaidia hata wakati huu wanapopanga mambo ya mazishi, waweze kuwasaidia na kuwashikilia mpaka hii kazi yote irudi nyuma. Serikali kuu katika eneo la Subukia, la sana sana Kivoronjo, hiyo eneo la Subukia, one, ni tuweze kupata gari ambalo iwe katika police station ya Kivoronjo. Two, iongezewe maofisa. Na pia kumekuwa na changamoto ya vijana utumiaji wa mihadarati, ambayo hilo jambo limekuwa likijaribiwa kupiganwa nao, lakini linaonekana liweza kukisia mizizi sana.